alaikum popote pale ulipo, karibu sana katika uga wa Nyayo ndani ya jiji kuu la Nairobi. Hapa ndipo ambapo siku ya leo watachuana Gor Mahia dhidi ya Posta Rangers katika SportPesa League msimu wa 2025 mwaka 2026. Lakini kwanza tuweze kupata kumbukumbu na historia na pia sifa za Gor Mahia kwa sasa. Ndivyo walivyoingia hawa mabingwa mara 21 wa ligi kuu taifa la Kenya. Hapa ndipo Zani Mohamed anakuambia wameingia na ndinga yao ya kijani, rangi ambayo amezoea pakubwa tangia kuweza kuumbwa kuanzia mwaka 1968. Lakini hii leo wanampa heshima aliyekuwa patron wao Raila Amolo Odinga, aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Alizaliwa mwaka 1945, lakini Oktoba 15 mwaka 2025 alitangulia mbele za haki, na wapo bado katika maombelezi. Ndilo taji ambalo lilichukua kule Mombasa katika michuano yao ya ODM, na hapa ndipo ambapo amezoelewa kukaa Raila Amolo Odinga. Kiti chake kipo pale pale, jazi yake ipo pale pale, na kofia ambayo ameweza kuivaa miaka chungu nzima tangia kuweza kujulikana na raia wa taifa la Kenya. Hilo imekaa, kiti chake kimeachwa huru kabisa. Labda spirit yake ipo hapa katika Nyayo, lakini itaendelea kuishi katika timu ya Gor Mahia, itaendelea kuishi katika timu ya Kogalo, itaendelea kuishi katika mashabiki. Ipo mubashara na Azam TV, wanaongozwa na Pilato. Mchezo wa siku leo, kapteni upande wa Gor Mahia ni Austin Odhiambo. Kikosi cha Charles Sakono amefanya mabadiliko matatu. Alpha Unyangwa yupo, Fidel Origa anachukua nafasi yake, Samuel Kapeni na Patrick Sombe Kajum. Lakini eneo la ulinzi la Ghana, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Ghana na Hearts of Oak kule Ghana, pasi na kusahau Wolfsburg ya Pilato wa siku ya leo ni Kevin Maina, arasainiwa na Boniface Karanja na Wycliffe Amenya. Lucy Juma akiwa Pilato mwaka 2022. Samuel Molo Pamza, kikosi kimefanya badiliko moja. Trevor Omondi Wonderboy ametangulia mbele zake. Endelea kulala pala pema, pumzika pema. Green Ultras na wamekana bango lao linasoma Joey. Alikuwa shabiki mkubwa wa soka, sio Gor Mahia tu, lakini amewafanyia makubwa. Hii ni kwa heshima yake. Moshi wa kijani sasa umerindima, umekolea katika uwanja wa Nyayo, ni kwa heshima ya mwenda zake. Lakini pia Bishop naye yupo, ile kofia sijui ameisahau wapi, labda ni kwa heshima ya Raila Amolo Odinga, pia na ameweza kuitoa. Maya Polo anasema mbinguni ndio hapa sasa, labda umefika mbinguni. Ndio tathmini na taswira yao wale Green Ultras ambao wanaendelea kuishabikia timu yao. Vijana wa kizazi kipya wanaiaminia kwa Gor Mahia. Mdalango pia wanaipata tena mali. Fidel Origa Otieno sasa, walijaribu build, wakataka kuikata. Fidel Origa mechi ya fataki lile, alikuwa mbali sana na shabaha, lakini alikulenga shabaha. Rolls Royce Austin Odhiambo, pigo ndefu kutoka Patrick Sombe Kajum. Sasa Patrick Sombe imekataa, mekatwa kwa Patrick Sombe Kajum. Alimzidi kasi Austin Odhiambo samaki, lakini alikosa composure kuweza kuweka mpira ndani ya nyavu. Tizama Austin Odhiambo alivyojaribu kufika, lakini wapi. Sombe alikuwa na muda wote, labda angelipiga mwisho, alitaka kunyanyua tu juu. Amemtafuta Jackson Duang pembeni, atafika. Amefika Duang Jackson na ileta ndani kwa Kiloku. Kiloku ameikosa, bado haijatoka. Brian Marita Mohamed, baadhi ya mikimbio ile ya Posta Rangers ya kumsaka Kogalo, jaribu kutengeneza nafasi za hapa na pale. Enoch Morrison, Sylvester Wino Ahono, amepoteza. Kevin Juma Simiyu ameikata Bano Mondi. Hapa ndipo ambapo alishtukiza kabisa Kevin Juma Simiyu, pale pale aliachia fataki. Laiti angelikuwa yupo makini Bano Mondi, basi mambo angelikuwa tayari yameharibika, lakini alikuwa makini kabisa. Kasi inaongezwa tena.
Ametoka Fidel Origa, nafasi yake imechukuliwa na Ben Stanley Omondi. Enoch Morrison. Sasa Ben Stanley Omondi atawekwa kule pembeni asaidie. Sharif Musa Sirengo anageresha kwanza. Sharif anainyanyua kichwa, kimeita. First touch of the ball. Ben Stanley Omondi. Mpira wake wa kwanza unaishia kwenye nyavu. Imemchukua masekunde tu kuwatanguliza Gor Mahia. Kofia imetolewa. Kofia ya baba. Green Army stand up. Ndivyo ambavyo bao lilivyoweza kupatikana. Sharif Musa Sirengo aliangalia kabisa alipokuwa anapiga cross ile. Ben Stanley Omondi, mpira wake wa kwanza ukaishia kwenye nyavu. Goli lake la kwanza msimu huu. Walitoa na kofia ya baba, kila mtu akapokezwa vae, akavalishwa Ben Stanley Omondi. Kofia ile ilikuwa inavaliwa na patron wao. Baba kwa heshima kabisa ametangulia, lakini jina lake litaishi milele. Jina lake limekolea katika historia ya taifa la Kenya. Hata neta zuri kabisa, ile nafasi imekataa. Imekataa Ben Omondi. Ehe, Austin Odhiambo Rolls Royce anasema finally, thank you Lord, asante, anashukuru Mungu. Austin Odhiambo anapata goli la kwanza msimu huu. Walikuwa wanafanya nini? Fredrick Otinda alikuwa nafasi ya kucheza pembeni, akataka kumpigia pale pale Musa. Kujiamini kunaua. Ndiko huku sasa. Kuna confidence na kuna overconfidence. Hii ni overconfidence. Amemtishia mcheza ndondi mwenye uzoefu, na ndio mwanzo amekalia ringi mara kwanza. Amepigwa KO sekunde ya pili. Asimame wapi? Fredrick Otinda amempa zawadi tu Austin Odhiambo. Amwambia chukua baba. Chukua baba. Chukua baba. Maloba tafuta Shivachi. Maloba ametano zuri. Jaribu kutana tena. Wauguzi wanaitwa. Hawa nao waposta wanasema ni back pass. Naletwa cross ndani huku. Anaikosa Fredrick Otinda. In memory of Raila Amolo Odinga Baba. 80 years lived, 30 years as a patron of Gor Mahia. Ni kwa heshima yake taa zimewaka, wanaendea kumwombea alazwe pema, lakini hii ni heshima kubwa, atakumbukwa daima. Ben Stanley kwake Felix Oluoch Mboya. Sasa Mboya anakuana na Musa Mohamed Mayeko. Felix Oluoch Ondieki Bernard anajaribu mwenyewe. Bernard Sharif Musa alimwandalia cross tamu kabisa. Ben Stanley Omondi, mpira wake wa kwanza ukawatanguliza. Kona kwa faida ya Posta Rangers. Jackson Duang na chanjwa juu kwa juu, wanaipambania hapa. Anao Ben Stanley. Felix Oluoch Mboya amemzidi kwa kasi sasa. Felix Mboya, nafasi kwake Mboya. Felix Oluoch Mboya alisajiliwa kwa ajili ya kufunga, na ndicho anachokifanya. Tatu, anaviswa tena kofia ya baba. He must be smiling up there. Musa Mohamed Mayeko alikuwa nafasi ya kuokoa mpira, akazidiwa kasi.
Felix Olochmwa is too quick for Musa Mohamed. 1-on-1. Hakuwa na nafasi yoyote ya kulalamika au kuikosa, lakini amevishwa kofia tena. In memory of Raila Amolo Odinga Baba. Bwana Bishop maombi yake amejibiwa. Kiti kinasifiwa chake Raila bado kimekaa pale pale na jazi. Ambrose Dickson Rachier na amenyanyuka pia, wameipenda na kuifurahia kabisa. Sasa ndio kazi yao imeanza ya kutafuta taji lililopokonywa na polisi, na kipenga cha mwisho kinalia. Mchezo umetamatika kwa furaha kwa The Green Army. Imetamatika siku ya leo. Gor Mahia 3, Posta Rangers bila.